Sasa namuita Mheshimiwa Dr. Lazaro Kilian Komba, ndio atakuwa mchangiaji wetu wa mwisho kwa siku ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kwa nafasi, lakini mimi nitumie pia nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia zawadi hii ya uhai. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya katika kuimarisha sekta hii ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi hii si ndogo, na pongezi hizi ninazozitoa Mheshimiwa Mwenyekiti nitazitoa kwa takwimu ili tujue kabisa kazi kubwa anayoifanya Mheshimiwa Rais inaonekana pia katika maisha ya kawaida, lakini iko vizuri katika takwimu tulizonazo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Waziri kaka yangu ambaye sisi tunafahamu kwa ufanisi wake mkubwa katika kazi anazozifanya na hajawahi kushindwa mahala popote alipopata kufanya kazi. Hongera sana Mheshimiwa Waziri. Na wananchi wa jimbo la Peramiho huwa wanaamini sasa shamba limepata mkulima, kwa hiyo mazao lazima yaongezeke kupitia Mheshimiwa Waziri na timu yake yote akisaidiana na naibu waziri ndugu yangu Mheshimiwa Silinde. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimetoa pongezi hizi nikiwa nina takwimu zinazopelekea tutoe pongezi hizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, utakumbuka mwaka 2021 2022 uzalishaji wa mahindi katika nchi hii ulikuwa ni tani 6,900,050, wakati mahitaji ya chakula ndani ya nchi ilikuwa ni tani 5,900,000, na hivyo tukawa na ziada ya tani 900,050 ziko pembeni. Lakini miaka michache baadaye, ni miaka miwili tu Mheshimiwa Mwenyekiti, baadaye uzalishaji uliongezeka kwa kiwango kikubwa kutoka tani 600,000 mpaka kufika tani 10,900,025 kwa mwaka. Wakati huo huo matumizi yetu pia yalikuwa yameongezeka kwa sababu ya ongezeko pia la idadi ya watu. Tukawa tunahitaji kutumia ndani ya nchi tani 7,300,000 na hivyo kupelekea kuwa na ziada ya chakula kwa takribani tani 3,600,000. Hizi zipo zinahitaji kutoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, takwimu hizi hazijaja kwa bahati mbaya. Takwimu hizi zimekuja kwa kazi kubwa inayofanywa na Wizara ya Kilimo kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amepanga kuimarisha na kukuza sekta ya kilimo ambayo kimsingi inaajiri kwa kiwango kikubwa katika nchi hii ukilinganisha na sekta nyingine tulizonazo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niseme jambo moja. Ongezeko hili limesababishwa na ongezeko ya pembejeo zile za ruzuku kwa maana ya mbolea, mbegu pamoja na madawa. Mwaka 2021 2022 Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna uwezo wa kununua mbolea tani 7,241, lakini miaka mitatu baadaye ongezeko limekuwa kubwa sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunapata sasa mbolea ya ruzuku kwa tani 21,457 21,457 kwa mwaka mmoja. Ongezeko hili Mheshimiwa Mwenyekiti ukilitazama ni mara 3 ndani ya kipindi cha miaka miwili, si jambo dogo. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, maendeleo yoyote yana tabia ya kuzalisha matatizo. Tumeongeza uzalishaji kwa kiwango kikubwa, lakini uzalishaji huu umezalisha tatizo la upatikanaji wa masoko. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wakulima wa mahindi wa jimbo la Peramiho, soko letu kubwa lenye uhakika ni NFRA. Na NFRA ukiitazama imekuwa inaongeza kiwango cha kununua. Mwaka 2022 ilikuwa imenunua tani takriban 58,000. Lakini hivi tunavyozungumza kwa msimu uliopita NFRA wameongeza na wakanunua tani 400,057. Ongezeko ni kubwa.
lakini ongezeko hili haliendani na ongezeko la uzalishaji wa mahindi na hivyo kutengeneza uhaba wa soko kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitumie nafasi hii kuishauri serikali katika mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni ishauri serikali juhudi kubwa inayofanya katika kuhakikisha sekta ya kilimo inaimarika na kuongeza uzalishaji ni juhudi ile ile itumike katika kutafuta masoko ya nje, kwa sababu ndani tayari pamekwisha jaa na hatuwezi kuuziana wenyewe kwa wenyewe wakati wote tunazalisha. Lakini ushauri wa pili niendelea kutoa kwa serikali. Ukitazama katika takwimu nilizozitoa, tuna akiba ya tani 3,600,000. Ukitoa ile inayonunuliwa na NFRA ambayo ni tani 445,000 na ile inayouzwa nje ya nchi kwa maana ya mahindi kutoka nje ya tani 600,065, bado tunabaki ndani ya nchi na akiba ambayo haijaenda kokote ya tani 2,500,000 ambazo kimsingi hizi ziko katika maeneo mawili, Mheshimiwa Mwenyekiti. Aidha ziko kwa wananchi na zimeshindwa kufika sokoni au zimeharibika kwa sababu wamekosa magara ya kuhifadhia mazao haya. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, ushauri wangu wa tatu kwa serikali, tuiombe sana serikali. Sisi wananchi wa jimbo la Peramiho tunazalisha kwa kiwango kikubwa mahindi, na kwa sababu tunashindwa kuyauza yote kwa wakati, yale yanayobaki, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba sana tujengewe maghala katika maeneo manne nitakayoyataja. Tunaomba kujengewa ghala katika kata ya Ndongosi, tujengewe ghala katika kata ya Mbinga Muhalule, tujengewe ghala katika kata ya Magalula, na mwisho tujengewe ghala katika kata ya Kilagano. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukifanya hivi tutakuwa tumesaidia sana maeneo mawili. Jambo la kwanza, tutaimarisha uzalishaji, lakini jambo la pili, tutashawishi vijana ambao wanapaswa kuingia katika sekta hii kama sehemu ya maisha yao kuwa na fursa na kuona kilimo ni sehemu ya biashara na kwamba biashara hii inakwenda kuimarisha maisha yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikaona nitumie nafasi hii kutoa ushauri katika maeneo haya. Nikushukuru sana kwa nafasi, lakini niendelee kumpongeza Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kazi kubwa mnayoifanya, na sisi wananchi wa jimbo la Peramiho tuna imani sana na wizara hii. Vinginevyo nikushukuru sana, asante na ninaunga mkono hoja. Asante sana.